Katika hali ya kutisha sana, familia ya bidada Lalisa iliingia katika matatizo makubwa sana, na hii ni mara baada ya huyu mwanadada kuweza kupata ujauzito. Sasa ukweli ni kwamba uko ukweli wa kutisha uliojificha nyuma ya haya matatizo yote. Sasa ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Bonge Story. Movie inaanza kutuonyesha wanandoa wawili. Mmoja ni huyu mwanadada wa kuitwa Lalisa na mume wake wa kuitwa Matt. Leo walikuwa wakihamia katika nyumba yao mpya. Sasa mwanadada Lalisa yeye ni mjamzito, na wawili hawa walikuwa wakiishi kwa furaha kubwa sana, na hata leo walikuwa na furaha kubwa mara baada ya kuanza maisha yao mapya. Sasa wawili hawa walikuwa wakitarajia kuweza kupata mtoto wa kiume, na tayari walishampa na jina kwamba ataitwa Cotton. Wanapowasili ndani ya hiyo nyumba yao mpya, jirani yao mzee alikuwa akiwatazama kimya kimya tena kupitia dirishani. Matt akiwa na heshima kubwa akamsalimia na kumwambia habari, lakini huyu mwanamke akawa hasemi chochote na kisha akaingia ndani. Hasa hili jambo likawa linaonekana ni jambo la ajabu sana, lakini watu hawa wakaamua kuvunga. Mwamba Matt alikuwa akimpenda sana mke wake Lalisa na alikuwa akimhudumia kwa upendo, na wawili hao walikuwa wakiishi kwa furaha kubwa sana, na Mwamba alikuwa akijitahidi kumfanya dada Lalisa aweze kujisikia vizuri kama mume wake. Usiku huo huo Lalisa akawa anapiga simu ya video call kwa dada yake wa kuitwa Jessica. Lalisa akawa anaonekana na wasiwasi sana wakati huu, na hapa anadai ya kwamba anaogopa sana na anahisi ya kwamba kuna jambo baya linaweza likawatokea watu hawa, lakini Jessica akamwambia kwamba afikirie tu mambo mazuri na kisha abaki na matumaini, kila kitu kitakuwa sawa. Asubuhi inayofuata Matt akanyanyuka mapema sana na kisha akaanza kuandaa kifungua kinywa kabla ya kwenda kazini. Lalisa hapa akamwambia haisi chochote kama kuna mtoto anacheza tumboni, ila Matt akamtuliza na kumwambia ya kwamba huenda ameendekeza tu mawazo na kila kitu kitakuwa tu poa. Kabla hajaondoka, Matt akakutana na baba yake Clifford nje ya nyumba. Clifford yeye ni askari polisi na alikuwa akisifika kwa moyo mwema sana, na hapa alikuwa ameleta zawadi kwa mjukuu wake mtarajiwa. Matt alipoona hivi alifurahi sana, na kisha Mwamba akaamua kuondoka zake na kwenda kazini. Baadaye Lalisa akawa anatoka kwenda kutembea, na kwa wakati huo akakutana na jirani yake aliyejitambulisha kwa jina la Anne. Wanapokuwa wanazungumza, Lalisa akamwona msichana mdogo akiwa ndani ya nyumba yake, kisha akamtazama kimya kimya bila kuongea chochote. Wakati huo huo ghafla Lalisa akaanza kujisikia vibaya, na hapa akawa anavuja damu nyingi sana na kisha akaanguka chini. Cha kushangaza, huyu jirani yake Anne wala hamsaidia hata kidogo, bali anasimama wakati huo akiwa anamtazama tu. Lalisa akakimbizwa hospitalini. Madaktari wakafanikiwa kuweza kuokoa maisha yake, lakini kwa huzuni ni kwamba walishindwa kabisa kuweza kumwokoa mtoto wake aliyekuwa ndani ya tumbo. Matt kwa kusikia hivi akavunjika sana moyo. Sasa daktari akamweleza Matt ya kwamba shinikizo la damu la bidada Lalisa lilishuka ghafla, hali ambayo ilisababisha kiumbe ambacho kipo ndani ya tumbo la bidada Lalisa kiweze kufariki dunia. Sasa kupitia hayo, daktari anadai ya kwamba huenda bidada akapata madhara baadaye, na hapa anamsisitiza sana mume wake Matt anatakiwa kuweza kumtunza vyema huku akimwangalia ili amwepushe mke wake na hayo madhara ya baadaye. Lalisa baadaye kweli aliamka, na hapa Matt akaamua kumwelekeza kwa upole kwamba mtoto wao aliyekuwa tumboni hakufanikiwa kuishi bali alifariki dunia. Lakini cha ajabu ni kwamba bidada alivyosikia hivi wala hakustuka na wala hakulia kabisa. Yeye akasema tu anataka kumuona mtoto wake. Matt yeye akawa anasema huenda sio jambo zuri kuweza kufanya hivyo, na hapa Mwamba akaenda kuzungumza moja kwa moja na Padre Lopez, yani mchungaji wa hospitali, na hapa Mwamba akawa anamuomba amwombee Lalisa pamoja na yule Cotton ambaye walihisi pengine angekuwa mtoto wao baada ya kujifungua, ili Mungu aweze kuwasaidia wapate utulivu wa moyo. Upande wa Lalisa hampi hata nafasi ya kutaka kumsikiliza. Yeye anaendelea kusisitiza ya kwamba anahitaji kuweza kumuona huyo mtoto. Hatimaye Mati pamoja na madaktari wakaamua kumwonyesha yule mtoto aliyezaliwa, na hapa alikuwa tayari ameshafariki. Jambo la kutisha ni kwamba bidada Lalisa alipomuona akaanza kutabasamu. Baada ya tukio hilo, Lalisa akawa anazidi kubadilika, na hapa anaanza kumuona yule mtoto kwenye ndoto zake na kuanza kuogopa sana. Daktari hapa akawa anasema hii hali inaweza kutokea na ni hali ya kawaida, na hii ni mara baada ya mtu kuweza kupitia mshtuko mkubwa wa kihisia. Daktari alipoona hivi akampa dawa na kisha akaanza kumuonya kwamba zinaweza zikamsababishia kizunguzungu.
Mungu na kisha amruhusu Matt amrudishe nyumbani. Kabla ya kuondoka hospitalini, Lalisa akawa amemkasirikia sana daktari, na bidada anasema dakika zile ambazo alikuwa amepoteza fahamu wakati wa matibabu aliona jambo ambalo hata daktari haliwezi kabisa kulielewa kamwe. Matt akawa amechanganyikiwa juu ya sentensi ambayo bidada Lalisa ameizungumza. Akiwa njiani kurudi nyumbani, Mwamba akamuuliza Lalisa aliona nini, ila Lalisa aliposikia hili swali akalikwepa kabisa na kusema ya kwamba hakumbuki chochote. Wanapofika nyumbani, yule jirani yao Anne akawa ameonekana tena akiwaangalia kutoka upande wa pili wa barabara. Lalisa akamwambia mume wake Matt ya kwamba huyu mwanamke anaonekana ni wa ajabu sana. Baada ya kurudi na kufika nyumbani kwao, Lalisa aonekani tena kuwa kama yule wa zamani. Usiku huu bidada alishindwa kabisa kulala, akaingia moja kwa moja kwenye chumba ambacho alikiandaa kwa ajili ya mtoto wao mtarajiwa. Sasa kutoka kwenye hiyo nyumba jirani hapa, msichana yule akaanza kuangalia kupitia dirishani, jambo ambalo likamfanya huyu bidada Lalisa aanze kuhisi wasiwasi. Asubuhi inayofuata, Lalisa akawa anabishana na mume wake Mati kabla ya kwenda kazini. Sasa kutokana na stress pamoja na huzuni kubwa, hapa akamlaumu sana mume wake Mati kwa kumpoteza mtoto wao. Mati aliposikia hivi akawa anaumia sana na hakutaka kuweza kusema kitu chochote. Mwamba akaondoka. Baadaye Mwamba akaamua kuweza kurudisha zawadi za mtoto wake kwa baba yake mzazi, na sababu ni moja tu. Mwamba alisema hawezi kuendelea kuzihifadhi ndani, ingawaje mtoto wake tayari ameshafariki dunia. Kazini, Mwamba Mati akaonekana ni mtu mkali sana kwa watu wengine, lakini ndani ya moyo wake Mwamba ni wazi ya kwamba tayari ameshavunjika moyo, lakini hapa anajitahidi tu kuwa imara kwa ajili ya mke wake Lalisa. Baadaye nyumbani, Lalisa akakutana na jirani mwingine wa kuitwa Ruthi. Hapa Ruthi akamwambia anasikitika kwa msiba wake na kisha akampa pole. Lalisa akaanza kumuuliza anafahamu nini kuhusiana na jirani yao wa kuitwa Anne. Ruth akaanza kumweleza yule msichana ni binti wa Anne wa kuitwa Isabel, na Isabel huwa kwenye kiti chenye magurudumu muda mwingi sana, na utamaduni wake mkubwa hupenda kukaa dirishani akiwaangalia watu. Ruth akawa anasema mwanzoni aliona jambo hilo ni la ajabu sana, lakini baadaye akaanza kulizoea na kuanza kulipuuzia jambo hilo. Lalisa anaporudi ndani ya nyumba yake akasikia mtoto akiwa analia. Bidada akaanza kuingiwa na hofu na kisha akaanza kukimbia kuelekea juu, lakini anapofika huku hakumkuta mtoto yoyote, lakini hapa akakuta tu toi lile la kuchezea waliomwandalia mtoto wao kama angezaliwa, jambo ambalo likamfanya huyu bidada aendelee kusikitika maeneo haya. Kwa mara nyingine tena Isabel akaonekana dirishani. Lalisa alipoona hivi akaanza kutafuta taarifa kuhusu familia ya Anne kwenye mitandao ya kijamii, na hapa akagundua ya kwamba baba wa Isabel alikuwa akiitwa Frank. Huyu mwamba alikamatwa kwa kumtesa vibaya binti yake na kuhusishwa na shughuli za giza zinazofanana na ibada za kishetani. Lalisa akashangaa sana na hapa haelewi nini ambacho kinaendelea ndani ya hii nyumba. Sasa baadaye akiwa chumbani akasikia tena mtoto akiwa analia. Moja kwa moja akakimbia na kwenda mpaka kwenye kile chumba, lakini hakukuwa na mtu yoyote, na hapa inaonekana sauti hiyo ipo tu akilini na inazidi kumtesa huyu bidada Lalisa. Usiku huo huo Matt akarudi nyumbani kutoka kazini. Mwanzoni Lalisa akatamani kuweza kumficha, lakini kutokana na maumivu makubwa ya moyoni aliyokuwa akiyapitia, hapa akaanza kumweleza juu ya zile ndoto zake ambazo alizipata kipindi kile alipozima akiwa hospitalini, yani alipozimia. Lalisa anasema ya kwamba alipokuwa amepoteza fahamu wakati wa matibabu, nguvu za giza zikawa zinamkamata na kuanza kumvuta, na hapa zikawa zinamkokota na kumpeleka kwenye moto mkubwa sana. Bidada anadai ya kwamba alihisi amekamatwa bila kuona njia ya kuweza kutoroka, na hapa anadai ya kwamba kila anapofikiria na kukumbuka juu ya ile ndoto bado kunaendelea kumtisha sana. Baadaye bidada akaingia mpaka kwenye chumba cha mtoto, na hapa anajiona kana kwamba amembeba mtoto wake mkononi, lakini ukweli ni kwamba amebeba tu toi la kuchezea ambalo aliweza kumwandalia yule mtoto wao wa kuitwa Colton kama angezaliwa. Sasa movie inahamia moja kwa moja kwa huyu mwanadada Anne, jirani wa yule bidada Lalisa. Anne hapa akawa anawasha mishumaa mingi sana, anaonekana ni kama mtu wa dini, lakini kuna jambo lisilo la kawaida. Wakati wanakunywa chai, ghafla akapoteza utulivu kabisa na kuvunja sahani kana kwamba kuna maumivu makubwa moyoni mwake hapo, ama kuna vitu vinamrudia. Asubuhi inayofuata Lalisa akajaribu kutaka kuonekana wa kawaida, akamsindikiza Matt mpaka nje kabla hajaenda kazini na kumwambia kwamba hahitaji mtaalamu wa kisaikolojia bali anahitaji muda. Kisha akamwona Anne akiwa anawatazama tena kwa siri sana
sana. Lalisa yeye akamwambia mume wake Matt ya kwamba Isabel huwa anamtazama kupitia hili dirisha tena siku nzima, ila Matt hakutaka kuweza kulichukulia jambo hilo kwa uzito sana. Mwamba hapa akaondoka. Baada ya mwamba Matt kuweza kuondoka, Isabel akaonekana tena dirishani akimtazama kwa namna ya kutisha bidada Lalisa. Muda mfupi baadaye, Lalisa akasikia mtoto akilia tena ndani ya nyumba. Bidada kwa wakati huu alikuwa amechoka sana, akajaribu kutaka kuweza kupuuza sauti hiyo akijua huenda ipo akilini mwake, lakini ghafla akamwona Isabel kwenye taswira ya kioo. Mara moja bidada Lalisa akapoteza uwezo wa kujizuia kana kwamba ana maumivu makali, na hapa akaruka kutoka dirisha la ghorofa ya juu kabisa. Isabel yeye alikuwa akimtazama. Kwa bahati nzuri, watu waliokuwa karibu wakaanza kuita msaada, naye Matt baada ya kusikia hizo taarifa akakimbilia hospitalini. Huko hospitalini daktari anadai ya kwamba bidada Lalisa kwa sasa yuko salama. Kisha hapa akaanza kumuuliza kama bidada Lalisa aliwahi kujidhuru hapo awali. Matt yeye anasema ya kwamba ndiyo, hili jambo liliwahi kumtokea, lakini ni pale bidada Lalisa alipokuwa na umri wa miaka 16 baada ya baba yake kufariki dunia. Daktari yeye akamwambia mwamba Matt ya kwamba ataandika dawa mpya zitakazomsaidia kuweza kutulia, kisha baada ya hapo Matt ataweza kumrudisha tu nyumbani. Upande wa Matt bado ana wasiwasi mkubwa sana, na hapa anaona mke wake Lalisa ameshazoofika kihisia kiasi cha kwamba hajui namna gani anaweza kumsaidia kuweza kutoka kwenye huu msongo wa mawazo. Kutokana na hii hofu, Matt akaenda moja kwa moja paka kwa Padre Lopez, na kwa wakati huu mwamba akaanza kumweleza juu ya matukio mazima na ndoto ambazo zinampitia bidada Lalisa. Na hapa mwamba anasema anaogopa sana huenda nguvu za uovu zimeanza kumwandama bidada Lalisa, hivyo akamwomba sana Padre Lopez aje nyumbani kwake siku inayofuata. Wakati huo huo, huku Anne anaonyesha akiwa amevunjika moyo sana, na kwa wakati huu alikuwa akiomba tena na tena. Siku inayofuata Padre Lopez akafika mpaka nyumbani kwa Lalisa, lakini bidada Lalisa ni kwamba alikataa kabisa kuweza kuzungumza naye. Matt alipoona hivi akamwomba padri aondoke kwa sababu hataki kumwona Lalisa akiendelea kuvurugika zaidi. Padre Lopez hapa akawa anasema kuwa mapepo yanaweza kumwingia mtu kwa njia mbalimbali, na hapa akamwomba Matt amruhusu aingie ndani ya nyumba, lakini Matt naye pia akaamua kukataa, yani alikaza uzi. Sasa wakati Padre Lopez anatoka nje, jirani yake Anne alimuona, na hapa akawa anaingiwa na hofu na kukimbia ndani ya nyumba yake. Akiwa ndani akawa anajiumiza mkono kwa msalaba, kisha akalala chini akiomba kana kwamba kama ni mtu aliyebeba hatia kubwa sana. Matt bado anahisi ya kwamba hana msaada, hivyo akawa anazungumza na dada yake Lalisa, yule Jessica. Sasa huyu Jessica akawa anasema ya kwamba atakuja kumchukua Lalisa na kisha atampeleka mpaka kwa rafiki yake. Huyu rafiki yake ni bingwa sana wa kudili na watu wenye hali kama hiyo, lakini Matt alikuwa aamini sana jambo hilo, na hapa akakubali tu kwa sababu hana njia nyingine ya kuweza kufanya. Asubuhi inayofuata Jessica akamchukua Lalisa na kumpeleka moja kwa moja mpaka kwa mwamba mmoja wa kuitwa Pedro. Watu wengi humtembelea Pedro baada ya kupitia vitu kama hivi, yani ndoto, lakini pia hata mambo ya kimeujiza. Sasa ukweli ni kwamba hii hali mara nyingi tunaiita kuzimia, lakini wapo watu ambao wanafariki kwa muda kadhaa na kisha hufufuliwa na kurudi tena duniani, yani ni kama wamepitia usingizi wa kifo. Ndilo tatizo ambalo lilikuwa likimsumbua Lalisa. Jessica akawa na matumaini ya kwamba Pedro anaweza kumsaidia. Pedro hapa akawa anamwambia Lalisa ya kwamba alirudi kwenye lango lililotenganishwa na maisha na kifo. Kwa upole sana akawa anamweleza Colton kweli alikuwa ni sehemu ya maisha yake na ni sehemu ya watoto waliokuwa wakiwatarajia, lakini kwa sasa anapaswa kuweza kukubali na kumwacha mtoto wake aende, na hapa anamuomba afumbe macho ili amwachilie huyo Colton. Lalisa akafanya hivyo na anahisi ya kwamba amepata utulivu, lakini Pedro akawa anamuonya na kumwambia ya kwamba bado kuna roho inataka kuingia ndani ya mwili wake, na hapa anamwambia asiruhusu imtawale na anapaswa kuwa imara ili kusudi kuchagua kuishi. Baada ya hapo Lalisa alirudi nyumbani akiwa anajisikia nafuu sana, na Jessica naye pia akaondoka nyumbani kwake. Lakini mara tu Jessica anapoondoka, Lalisa akamuona tena Isabel akiwa amesimama dirishani akimtazama. Safari hii akapoteza kabisa uvumilivu, akaenda moja kwa moja kwenye nyumba ya Anne kwa ajili ya kumkabiri. Anapofika hapa anamwambia kwamba Isabeli huwa anamtazama siku nzima na kwa sasa hawezi tena kuvumilia, na hapa akamwambia Anne jirani yake amzuie binti yake, vinginevyo atachukua hatua za kisheria. Lalisa akaondoka akiwa na hasira bila kusikiliza chochote kwa jirani yake Anne. Baada ya kuondoka kwake, Anne akaonekana ni mtu mwenye hofu kubwa sana, akiwa anaitazama picha ya
Isabel, kisha akapanda mpaka juu kwenye chumba cha Isabel ambacho kimefungwa na kufuri kutokea nje. Anne akafungua huu mlango na kisha hapa kumbukumbu za zamani zikaanza kuonekana. Sasa inaonekana kuwa Isabel alikuwa akikaa ndani kila siku akiangalia watu waliokuwa nje kupitia dirishani, na siku ambayo Matt na Lalisa walikuja kwa ajili ya kununua nyumba yao, Isabel alikuwa akiwaangalia pia. Ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Isabel ya miaka 24. Sasa kweli ni kwamba Anne ndio ambaye alimaliza maisha ya binti yake mwenyewe Isabel, tena kwa mikono yake mwenyewe. Anne anadai ya kwamba Isabel hakuwahi kupata furaha katika maisha yake aliyokuwa akiishi. Hilo linathibitisha ya kwamba Isabel ambaye Lalisa alikuwa akimuona dirishani hakuwa mtu hai, bali ilikuwa ni roho ya Isabel aliyokuwa akiona kila siku, ila Lalisa alikuwa hajui hilo. Alipokuwa hai, Isabel alikuwa akiwatazama watu wa kawaida wakiwa wanafanya shughuli zao za kila siku, na alitamani kuweza kuishi maisha kama yao, lakini kwa masikitiko makubwa ni kwamba hakuwahi kabisa kupata nafasi hiyo. Anne anapoingia kwenye chumba cha Isabel, kile kiti chenye magurudumu kikaanza kusogea chenyewe bila mtu kukigusa, na hiki kiti kilikuwa ni kiti cha Isabel, ila kwa sasa kinaonyesha kina hasira vibaya mno. Anne akaanza kumsia kwamba amsamehe, akimwambia kwamba anampenda na anatamani aachiwe katika mateso hayo. Hatimaye Isabel akamruhusu mama yake aweze kuondoka, lakini Anne akawa anaogopa kiasi cha kwamba akatoka mbio ndani ya hiyo nyumba. Wakati huo huo, huku ndani kwa bidada Lalisa akaanza kunusa harufu mbaya sana kutoka ndani ya hiyo nyumba. Harufu hiyo ikamfanya ahisi kichefuchefu sana huyu bidada. Nyuma yake roho ya Isabel ilikuwa ikionekana maeneo haya, lakini Lalisa kwa sasa alikuwa hawezi kuiona. Lalisa akawa anapanda juu kutafuta chanzo cha hiyo harufu. Anapoingia kwenye chumba cha mtoto akamuona Isabel akiwa amesimama humo. Kwa hofu kubwa sana akapiga simu kwa polisi, lakini anapotazama tena Isabel alikuwa ametoweka, hivyo bidada akakata simu. Baada ya muda mfupi Isabel akaonekana tena dirishani akiwa anamtazama, jambo ambalo lilimfanya Lalisa azidi kuchanganyikiwa maeneo haya. Hadi wakati huo Lalisa ajui ya kwamba Isabel tayari ameshafariki dunia, na kila ambacho alikuwa akikiona muda wote ni roho ya Isabel, na sio kwamba ni mtoto wa Anne anayeonekana pale. Mati naye pia anaporudi nyumbani akamkuta mke wake Lalisa akiwa anasafisha nyumba. Lalisa akamuuliza mume wake kama na yeye anasikia harufu ile ile ya ajabu anayoisikia yeye, lakini Mati kwa upande wake anadai ya kwamba hasikii chochote. Lalisa akaanza kumwambia mume wake Mati ya kwamba amemwona Isabel ndani ya nyumba, lakini Mati anashindwa kabisa kuweza kuamini kwa sababu Isabel alitoweka ghafla maeneo haya. Lalisa anaendelea kusema ya kwamba Isabel huwa anamtazama kila wakati tena kupitia dirisha, ila Mati yeye anasema hajawahi kumuona hata siku moja, na anaamini ya kwamba Lalisa anaona mambo tu yasiyokuwepo, jambo ambalo linamfanya wagombane maeneo haya. Mati hapa akawa anamwambia tayari wameshapoteza mtoto wao, na hilo jambo sio kwamba ni peke yake tu hajaumia, bali wote wameumia. Usiku huo huo roho ya Isabel ikaonekana karibu na kitanda cha Lalisa. Lalisa akaamka na kunusa tena ile harufu mbaya, akidhani ya kwamba kuna mtu ameingia ndani ya hiyo nyumba. Hapa akamwomba mume wake Matt aanze kukagua ili kusudi kuangalia kama huku kuko salama. Matt akanyanyuka akiwa amechukua bastora yake na kisha akashuka mpaka chini, ila Isabel alikuwa amesimama karibu na mlango, lakini Matt hakumuona kabisa. Baada ya kukagua kila sehemu, mwamba akaamua kurudi na kumwambia Lalisa ya kwamba kila kitu kiko sawa, lakini Lalisa bado alikuwa na wasiwasi. Kisha akamuona tena Isabel akiwa dirishani. Sasa matukio haya yakaanza kumwathiri na mwamba Mati pia. Siku inayofuata akiwa kazini, mwamba akaanza kujifunza na kumjua mwamba Frank, baba yake na Isabel, na tuhuma za ibada za giza zilizokuwa zikimkabiri. Sasa naye akaanza kuhisi kuna jambo lisilo la kawaida kuhusu hiyo familia. Baada ya muda wa kazi kuweza kuisha, mwamba Matt akaamua kuweza kutoka na kumtembelea baba yake ili kusudi kuweza kupata zile faraja za kihisia na mazungumzo ya kumpa utulivu maeneo haya. Baadaye Matt na Lalisa wakawa wamefanya harakati za kukamilisha mazishi ya yule mtoto wao, na kisha wakaamua kurudi nyumbani. Wanaporudi nyumbani, bidada Lalisa akanusa tena ile harufu mbaya. Akiwa ameshika bastora, bidada akaamua kuweza kuifuata ile harufu hadi chumbani kwake, ambapo hapa akamuona Isabel akiwa amevaa gauni lake la harusi. Hapa Lalisa akawa anamuonya Isabel aondoke, lakini Isabel anazidi kumsogelea akiwa na uso wa kutisha. Lalisa akafyatua risasi, lakini risasi ikapiga kioo kwa sababu yule hakuwa Isabel bali ni roho tu. Baada ya hapo, Lalisa akamuona tena Isabel akiwa anamcheka dirishani. Matt mume wake naye pia akafanikiwa kurudi nyumbani. Hapa
hapa akamkuta Lalisa akiwa anatetemeka kwa hofu, huku ameshika gauni lake la harusi. Matt mume wake akaamua kumnyang'anya mke wake Lalisa bastola na kuifungia mahali salama. Lalisa hapa akaanza kumwambia mume wake ya kwamba anaamini hatawahi kuja kuwa mama mzuri, na anafikiri maono anayoyaona yanaweza kuwa ya kurithi, kwa sababu hata baba yake alikuwa akisikia na kuona vitu visivyo vya kawaida kipindi cha uhai wake. Sasa kumbukumbu hiyo inamrudisha bidada kwenye majeraha yake ya zamani. Lalisa anafichua ya kwamba baba yake alifariki baada ya kuweza kujizuru yeye mwenyewe. Kisha akaanza kumwambia Matt anahisi ya kwamba anapoteza kabisa ule uwezo wa kuweza kudhibiti hisia zake pamoja na mawazo. Sasa akiwa amejawa na hofu pamoja na maumivu makubwa sana, hapa akamsihi sana mume wake Matt asimwache na akamwomba kwamba asimpe taraka. Matt yeye akaumia sana kusikia maneno hayo, na kisha akaanza kumfariji mke wake. Usiku huo Lalisa akaenda tena mpaka bafuni. Anaporudi chumbani akamkuta Isabel akiwa amelala sehemu yake ya kitanda, yani sehemu ambayo yeye anapaswa kuweza kulala, yani kana kwamba anataka kuweza kuchukua nafasi yake kwa mume wake Matt. Lalisa akapiga kelele kwa hofu. Matt akastuka akiwa hajui kabisa namna ya kuweza kumsaidia mke wake Lalisa. Siku inayofuata Matt anamweleza daktari hali ya Lalisa. Daktari anashauri apelekwe hospitalini kulazwa, ila Matt hataki kabisa kuweza kufanya hivyo, lakini anatambua ya kwamba huenda hana chaguo jingine la kuweza kufanya. Waliporudi nyumbani, roho ya Isabel ikaanza kumtisha tena bidada Lalisa. Sasa hapa, baada ya mateso yote aliyoyapitia, Lalisa kwa wakati huu akawa amechoka kabisa kimwili pamoja na kihisia. Matt akaenda kumtafuta tena Pedro kwa ajili ya msaada. Pedro anamwambia kwamba hofu ya Lalisa ni ya kweli na wala siyo ya uongo. Kuna roho ambayo iko pamoja naye na inataka kuweza kuuteka mwili wake. Pedro anaeleza ya kwamba baada ya mateso ambayo Lalisa aliyapitia, hamu ya Lalisa kuweza kuishi imekuwa dhaifu, yani imepungua, na hicho ndicho ambacho roho inachokitaka. Na ukweli ni kwamba ile roho inataka kuweza kuchukua nafasi ya Lalisa kuishi kupitia mwili wake. Ikiwa ile roho itafanikiwa, basi hakutakuwa tena na njia ya kuweza kurudi, na Mati atalazimika kuweza kuusimamisha mwili wa Lalisa. Mati aliposikia hivi alikasirika sana, lakini Pedro akafafanua kwamba hamaanishi kumuua kabisa bidada, ila anamaanisha kumrudisha Lalisa katika hali ya katikati ya maisha ya kifo na maisha ya kawaida, na kufanya hivyo kutamfanya bidada Lalisa achague mwenyewe kuishi kwa hiari yake na wala si kwa kulazimishwa. Pedro anamuonya sana kuwa kadri Mati anavyochelewa kuweza kumtibia, ndivyo itakavyokuwa ngumu sana kuweza kumrudisha Lalisa katika hali ya kawaida. Mati hapa akauliza swali, kwa nini yeye hawezi kabisa kuiona hiyo roho? Pedro akamjibu ya kwamba ataiona tu pale tu itakapokuwa tayari kuweza kuchukua nafsi na nafasi ya roho ya Lalisa. Mati anaposikia hivi akaona jambo hilo ni gumu sana kuweza kuamini, lakini aliporudi nyumbani akamkuta Lalisa akiwa amepoteza kabisa fahamu sakafuni. Akamkimbilia kwa haraka na kisha akamhudumia. Lalisa alipozinduka akamwambia mume wake ya kwamba Isabel anawatazama hapa kila wakati. Sasa ili kutaka kuweza kuthibitisha hayo yote ambayo yapo kwenye akili ya bidada Lalisa, Matt akaamua kwenda mpaka kwenye nyumba ya Anne, na kwa wakati huu mlango upo wazi. Baada ya kuita na kuto kupata jibu, Mwamba akaamua kuweza kuingia ndani. Nyumba nzima ilikuwa ikinuka vibaya sana na vitu vingi vikawa vimevunjika kila mahali. Akiwa amechanganyikiwa, Mwamba akapanda juu huku akiwa anabisha mlango wa chumba cha Isabel, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa akijibu. Mwamba akaamua kufungua huo mlango na kuingia ndani. Sasa akiwa dirishani, Matt akamwonyesha Lalisa ya kwamba hakuna kitu na wala hakuna mtu ambaye yuko ndani, kila kitu kiko sawa. Lakini ghafla kiti cha gurudumu kikaanza kusogea chenyewe. Matt akawa anarudi nyuma kwa hofu sana. Bila kukusudia, Mwamba akafungua mlango uliokuwa nyuma yake. Mara moja mwili wa Isabel ukawa umeanguka kutoka nyuma ya mlango. Matt akashtuka sana na kisha akapiga simu polisi mara moja. Polisi wakawa wamefika, wakaufukua na kisha kuondoa mwili wa Isabel. Askari mmoja akamuuliza Matt alijuaje kuhusu Isabel. Matt akawa anasema alikuja kuzungumza na jirani yake Anne ili kuweza kumwambia kuhusu hali ya mke wake, ila polisi hapa wakamwambia ya kwamba wanamtafuta bidada Anne ambaye ni jirani yake, na kama wakimuona basi wamjulishe. Matt akarudi kwa Lalisa na kumwambia ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa, lakini macho ya Lalisa yakawa yamebadilika. Hii inaonyesha ya kwamba Isabel tayari ameshauteka mwili wa bidada Lalisa. Wakati huo huo, roho ya Lalisa ikawa imefungwa ndani ya chumba cha Isabel na haiwezi kabisa kufanya chochote. Kisha Anne akaingia chumbani na kusema ya kwamba alifanya yote hayo ili kuweza
kuweza kumkomboa mtoto wake Isabel kutoka kwenye maisha yake ya mateso, na hapa anadai ya kwamba alizani amemaliza mateso ya binti yake, lakini kumbe alimfungia kwenye gereza jingine. Anne hafahamu kabisa yule msichana aliyekuwepo kwenye kile kiti kwa sasa ni Lalisa na wala si mwanaye Isabel. Wakati huo huo, Isabel anawatazama kutoka dirisha ya nyumba ya Lalisa akiwa anatabasamu kwa sasa, kwa sababu kila kitu kwake aliona ni shwari, kilienda kulingana na ule mpango wake aliokuwa akiuhitaji. Matt akamuona Anne kupitia dirisha la bafu na kisha akapiga simu kwa ofisa mmoja kuitwa Smith na kisha akamwambia kwamba Anne amerudi nyumbani, lakini huyu ofisa Smith akawa anamjibu ya kwamba jambo hili haliwezekani kwa sababu kwa wakati huo yupo karibu na mwili wa Anne. Anne alikuwa amepata ajali ya gari na kujimaliza hapo hapo. So hii ina maana ya kwamba Anne aliyekuwa ndani ya hiyo nyumba ilikuwa ni roho yake tu na wala sio Anne mwenyewe, na alikuwa amegeuka kuwa roho ili aende kumchukua Isabel mwanaye pamoja naye, lakini kwa sasa anatambua ya kwamba aliyekuwepo kwenye kile chumba cha Isabel ni Lalisa. Hii ina maana ya kwamba Anne aliyekuwa ndani ya hiyo nyumba ambaye mwamba Matt anamuona sio yeye bali ni roho, na alikuwa amegeuka kuwa roho ili aende kumchukua mwanaye Isabel, lakini kwa sasa akatambua pia ukweli ya kwamba aliyekuwepo kwenye chumba cha Isabel ni Lalisa. Roho ya Lalisa sasa imefungiwa kwenye kiti cha magurudumu na imechukua nafasi ya Isabel na amekuwa ni mwathirika mpya wa hiyo laana ambayo alikuwa nayo Isabel. Mati anarudi na safari hii anaweza kuiona kabisa ile roho ya Isabel. Isabel hapa akamwambia kwa sasa yeye ni wake na atamfanya awe wake milele, lakini Matt akamsukuma pembeni huku akimkimbilia bidada Lalisa. Alipofika hapa akamkumbusha ya kwamba anampenda sana na kana kwamba lazima atachagua yeye kuweza kuishi. Isabel akapiga kelele kwa hasira sana na kujaribu kutaka kuweza kuwatenganisha, lakini Matt kwa wakati huo haachi kabisa, akaanza kumbana koo Lalisa ili aweze kumrudisha tena katika hali yake ya karibu. Hapa akaanza kupambana tena na roho ya Lalisa ili aweze kumrudisha kwenye hali ya kuwa karibu na kifo, akiamini ya kwamba mke wake ataamua kuweza kurudi na safari hii atachagua kuishi kwa mapenzi yake yeye mwenyewe. Matt akawa anamkumbusha mke wake mara kwa mara ya kwamba anampenda, lakini Lalisa akawa anapambana kuweza kujiokoa, lakini ghafla polisi wakafika maeneo haya. Sasa polisi walipofika hapa kwao ikaonekana ya kwamba Matt alikuwa anajaribu kutaka kumuua mke wake, na hapa Matt akawa anakataa kabisa kuweza kumwacha. Askari mmoja akamsukuma kwa nguvu sana na kumtoa huyu mchizi, kisha hii simulizi ikahamia moja kwa moja mpaka hospitalini. Lalisa akawa amejifungua mtoto na kwa mara nyingine tena mashine ya kupiga mapigo ya moyo ikawa inaonyesha mstari ulionyooka kabisa. Hii ni ishara ya kwamba amefariki kwa muda. Daktari akamwambia Matt jambo lile lile la awali. Lalisa alikuwa amekufa dakika moja kimwili, lakini kwa sasa yuko hai. Matt akawa anauliza kuhusu mtoto. Daktari akamwambia kwamba mtoto naye pia yuko salama. Matt aliposikia hivi akawa amejawa na furaha. Sasa hii inaonyesha ya kwamba Lalisa alipochagua kuishi, hatima yake ilimpa nafasi ya pili ya kuweza kumwokoa hata na mtoto wake. Baada ya muda kupita, Lalisa na Matt wakarudi nyumbani wakiwa na mtoto wao. Lalisa hapa akawa anatazama kwenye dirisha la nyumba hiyo. Kwa upande wa pili wakamuona tena Isabel akiwa anawatazama. Kwa sekunde chache tu akashtuka sana, lakini kwa safari hii bidada akajifunza juu ya kukaa mbali na kila kitu kinachohusiana naye. Isabel akawa anaonekana akiwa na tabasamu la kutisha usoni, na hapa ndipo filamu ama movie yetu inapoishia. Drop comment yako hapa chini, wewe umejifunza nini kuhusiana na huu mzigo wa kuitwa Isabel? I hope umeenjoy sana na sana na sana na sana. Hii ni Bonge Story, mpaka kwa wakati mwingine. Mimi ni Kipasa Njeyara. Oi. Bonge Story.